Leo ni Jumanne ya Aprili 21 mwaka 2026 na imetimia saa 12 kamili kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mpatanishi mkuu wa Iran anasema kuna shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya taifa hilo na Marekani yatafanyika nchini Pakistan. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wametekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State wameokolewa katika operesheni ya kijeshi. Na tunaangazia athari katika sekta ya kilimo hasa barani Afrika, ikiwa bado vizuizi vitaendelea katika mlango bahari wa Hormuz unaopitisha karibu 30% ya mbolea inayotumika kote duniani. Uzalishaji wa mbolea utakuwa pia ghali zaidi kuliko ulivyo sasa, kwa sababu bei za dunia generally za petroli zimeenda juu. Takwimu zinaonyesha kwamba bei ya mbolea imeenda juu 68%. Kabla ya undani wa taarifa hizi na nyingine, nampisha mwenzangu Sarafina Robi ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Naam, Skola, asante sana. Karibu msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kuwa mpatanishi mkuu wa Iran ametilia shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani itafanyika nchini Pakistan. Mohamed Bagher Khalibaf anasema Iran haitakubali mazungumzo chini ya vitisho na iko tayari kuonyesha kile inachoweza kukifanya kwenye uwanja wa vita. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kuwa Iran bado inapanga kutuma ujumbe wake Pakistan, ila hakuna udhibitisho rasmi. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani, anasemekana kujiandaa kuondoka Washington. Kampuni ya Apple imetangaza kuwa afisa wake mkuu mtendaji Tim Cook anajiuzulu baada ya kuwa katika nafasi hiyo kwa miaka 15. Nafasi yake itachukuliwa na mkuu wa uhandisi wa vifaa John Tennant mwezi Septemba. Cook atakuwa mwenyekiti mkuu wa bodi ya kampuni hiyo. Anasema kuongoza kampuni ya Apple imekuwa ni fursa muhimu zaidi maishani mwake. Baada ya kuchukua hatamu kutoka kwa marehemu Steve Jobs, Cook alisaidia kubadilisha kampuni hiyo kuwa kampuni ya kwanza duniani ya umma ya dola trilioni. Jeshi la Sudan linasema kuwa limeteka maeneo zaidi katika jimbo la Blue Nile, huku mapigano yakiongezeka zaidi na David Nkia. Jeshi hilo linasema limevisababishia hasara vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces ambavyo viliteka miji ya kimkakati ya Blue Nile na Kurmuk mwezi Machi. Blue Nile imekuwa uwanja mkuu wa mapambano katika vita ambavyo kwa sasa vinaingia mwaka wake wa 4. Afisa mkuu wa Sudan ameishutumu Ethiopia kwa kuunga mkono mashambulizi ya RSF, jambo ambalo Ethiopia imekuwa ikilikanusha mara kwa mara. Taarifa yake David Nkia. Na polisi nchini Nigeria wamewakamata watu 42 wanaoshukiwa kuwa wachimba migodi haramu, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu kutekwa nyara kwa kiongozi wa kimila. Mfalme Oba Salman Olatunji Aweda alitekwa nyara siku ya Jumamosi jioni wakati watu waliojihami walipovamia ikulu yake katika jimbo la Kwara. Watekaji nyara hao wanaripotiwa kudai fidia ya takriban dola 300,000. Utekaji nyara huo umeongeza wasiwasi kuhusu salama katika jimbo hilo ambalo limeshuhudia ongezeko la mashambulizi dhidi ya jamii za vijijini. Hii ni BBC. Na huo ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msikilizaji, umesomwa kwako na mwenzangu Sarafina Robi akiwa Nairobi. Matangazo ya Amka na BBC hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, tusikilize kupitia redio Kwizera kule Ngara, Radio Free kule Mwanza, Radio One Dar es Salaam. Kenya, Most FM, Mwenedu FM. Uganda, Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya pia hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mpatanishi mkuu wa Iran ametilia shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani yatasonga mbele nchini Pakistan. Mohamed Bagher Khalibaf anasema Tehran haitakubali mazungumzo chini ya kivuli cha vitisho na iko tayari kuonyesha kile alichokiita ni mbinu mpya kwenye uwanja wa vita. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kwamba Iran bado inapanga kutuma ujumbe huko Islamabad. Zaidi na Sarafina Robi.
Ni majeshi ya Marekani yakionyesha umahiri wao katika ghuba ya Uajemi, yani Iran, wakikabiliana na meli ya mzigo ya Iran, kisha kwa umbali kuanzisha mashambulizi. Kwa maneno ya rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba walitoboa shimo katika sehemu ya injini. Baada ya jua kutua, majeshi ya majini ya Marekani yalitua kutoka kwa ndege aina ya helikopta na kuchukua udhibiti. Meli hii ya Tusker imekuwa imekiwa vikwazo na Marekani tangu mwaka 2018 kwa kile Marekani inachoelezea kuwa historia ya uhalifu. Iran imeapa kulipiza. Iran sasa inasema vizuizi vya Marekani na matakwa yake ya kupitiliza yanaonyesha kuwa Marekani haipo tayari kwa diplomasia. Kwa sasa ninapozungumza nanyi, hatuna mpango wa awamu inayofuata ya mazungumzo. Hakuna uamuzi uliochukuliwa kuhusiana na hili. Katika mji mkuu wa Islamabad nchini Pakistan, matayarisho yanaonyesha kila kitu kipo tayari kwa mazungumzo ya duru ya pili. Pakistan ikiwa na ari ya kuonyesha kuwa upatanisho wake ni watija. Ripoti kutoka Washington, Marekani zinasema ujumbe wa Marekani utaelekea Pakistan hivi karibuni. Katika mtandao wa kijamii, rais wa Marekani Donald Trump anasema kizuizi cha wanamaji kwenye bandari za Iran kitaendelea hadi makubaliano yaafikiwe, akiongeza kuwa anashinda vita kwa kiwango kikubwa. Maoni yake yanajiri huku makubaliano ya usitishaji vita wa muda kati ya Marekani na Iran yakitarajiwa kumalizika hapo kesho, siku ya Jumatano, bila uhakika iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani yatafanyika nchini Pakistan. Kufuatia duru ya kwanza ya mazungumzo mapema mwezi huu, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema Marekani haikuweza kufikia hali ambayo wawakilishi wa Iran walikuwa tayari kukubali masharti ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitaka Marekani ijiepushe na matakwa ya kupitiliza na maombi yasiyo na uhalali. Taarifa ya Sarafina Robi. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wametekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State wameokolewa katika operesheni ya kijeshi. Jeshi katika nchi jirani ya Uganda imetoa ripoti hiyo. Wanajeshi wa Uganda wakishirikiana na wenzao wa Kongo walilenga kambi inayodhibitiwa na Land Democratic Forces, yani ADF, kundi la wanamgambo ambapo asili yake ni Uganda. Watoto walikuwa miongoni mwa walioachiliwa, mdogo akiwa msichana wa umri wa miaka 14. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na Uganda. Zaidi na Esther Luambano. Jeshi limesema kuwa wapiganaji kadhaa wa ADF waliuawa katika shambulio hilo kwenye kambi hiyo na hifadhi ya silaha ilipatikana. Taarifa hiyo haisemi iwapo kulikuwa na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Uganda au Kongo. Waasi wa ADF wamekuwa wakiendesha shughuli zao kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo 2 iliyopita. Awali ADF iliundwa nchini Uganda katika miaka 1990 na watu waliochukizwa na jinsi serikali inavyowatendea Waislamu, lakini baada ya kushindwa na jeshi huko, waliosalia walikimbia kuvuka mpaka. Mnamo mwaka 2021, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilianzisha mashambulizi ya pamoja kuwafukuza ADF nje ya ngome zao za Kongo, lakini hadi sasa imeshindwa kukomesha mashambulizi ya kundi hilo. Haijabainika ni lini au wapi raia waliookolewa walitekwa nyara, lakini taarifa ya jeshi la Uganda inasema kuwa wale waliokuwa wakishikiliwa walielezea hali ngumu waliokumbana nayo, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa chakula, kazi ya kulazimishwa na adhabu kwa kutokutii. Mamlaka inaongeza kuwa baadhi pia walionekana dhaifu na walikuwa wakiugua malaria, matatizo ya kupumua na uchovu. Baada ya miaka mingi ya kutokufanya kazi kwa uwazi nchini Uganda, ADF imelaumiwa kwa mfululizo wa mashambulizi katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na milipuko ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Uganda Kampala mwaka 2021 na kushambuliwa kwa shule magharibi mwa Uganda mwaka 2023. Lakini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa maarufu kwa utekaji nyara na mauaji. Utafiti wa mwaka 2024 uliofanywa na BBC Monitoring uligundua kuwa ADF ilihusika na zaidi ya nusu ya vifo vya raia katika eneo hilo lililokumbwa na migogoro. Ni taarifa yake Esther Luambano.
Papa Leo wa 14 amesafiri kwa ndege hadi mji wa kaskazini mashariki wa Sorimo nchini Angola, ambapo ametembelea nyumba ya wazee. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amesifu mamlaka huko nchini Angola, ambayo amekuwa yakiendesha kituo hicho tangu kilipoanzisha kwa miaka 14 kwa utunzaji kwa walio dhaifu, lakini pia kueleza kama sehemu muhimu ya maisha ya kijamii katika nchi hiyo tajiri ya mafuta. Mwandishi mkuu wa BBC Afrika Nomsa Maseko ametuma ripoti hii kutoka mji mkuu wa Angola, Luanda, na inawasilishwa na Beldin Waliaula. Papa Leo amekamilisha awamu ya 3 ya ziara yake katika nchi 4 za Afrika kwa kutembelea makazi ya wazee katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta na madini, ambapo alikemea unyonyaji wa maliasili. Makumi ya maelfu ya waumini walimkaribisha eneo la Kilamba lilo karibu na mji mkuu wa Luanda siku ya Jumapili. Aliwataka raia wa Angola kujiepusha na migawanyiko iliyosababishwa na miaka mingi ya vita. Sisi wote ni roho moja na mwili mmoja. Niliwasihi raia wa Angola kujenga nchi ambayo migawanyiko ya zamani inaweza kukomeshwa milele, ambapo chuki na vurugu havitakuwepo, ambapo vilevile ugonjwa wa ufisadi utabadilishwa na kuwepo kwa utamaduni mpya wa haki. Kwa wengi hapa, ujumbe huu ulionekana kuwa wa kipekee katika nchi iliyoharibiwa na vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa usawa. Vijana wa Angola bado wanaiombea nchi hii iwe yenye amani na utu hata zaidi. Tunatumai kwamba ziara ya Papa Mtakatifu itatusaidia kuwa na amani ya milele nchini Angola, na tutakuwa na shukrani milele. Papa ni mjumbe wa amani, na tunaishi ulimwengu hatari ambapo tunaona vita kote ulimwenguni, na tunatumai ziara ya Papa italeta amani sio tu nchini Angola ila ulimwenguni kote. Jiji la Musima limekuwa mahali muhimu la mahujaji hapa kusini mwa Afrika. Pia hutumika kama ukumbusho kamili wa mambo ya kutisha iliyoletwa na wazungu kwa wenyeji. Serikali ya Angola inageuza eneo hili kuwa kitovu cha utalii wa dini kwa ujenzi wa basilika na mraba wa mahujaji ambao unatarajiwa kuvutia mamilioni ya watalii na waumini. Ziara ya Papa itakamilika kwa kuzuru nchi ya Equatorial Guinea, ambapo 80% ya wakazi wa nchi hiyo ni Wakatoliki. Taarifa na Msemaseko imewasilishwa hapo na Beldin Waliaula kutoka Luanda kule Angola. Na sasa moja kwa moja viwanjani. Oh, yes. Leo amevaa jezi mpya. Kuna jezi moja huwa sipendi, naona ameamua kufanya mabadiliko. Ni mradi iwe nyekundu tu. Upende usipende. Ligi kuu soka skola ya England imeendelea usiku wa kumkeleo, ambapo kwa mchezo mmoja ambapo derby ya London ikimaanisha Crystal Palace kutoka pale kusini na West Ham United kutoka mashariki imeisha kwa sare ya 0-0. Palace wapo katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 43, huku West Ham United wakiwa na msimu mbaya, kwani wapo nafasi ya 17 wakiwa na alama 33. Chini yake kuna timu 3 pekee ambazo zote huenda zikashuka daraja. Leo hii kutakuwa na mchezo mmoja, Brighton dhidi ya Chelsea saa 4 kamili usiku saa za Afrika Mashariki. Kwenye riadha, wa Kenya ambao ni mabingwa watetezi John Korir na Sharon Lokedi wamekamilisha mbio za kushirikiana huko Boston Marathon siku ya Jumatatu, wote wakitoka vizuri na kushinda kwa mbinu nzuri kwa mbio za mita 130. Korir alichukua fursa ya mazingira bora na kupata ushindi wa 4 wa marathon, sio mita ni kilomita. Muda wa ushindi wa Korir ulifuta rekodi ya awali ya saa 2 sekunde dakika 3 na sekunde 2 iliyowekwa na Godfrey Mutai mwaka 2011. Bingwa wa dunia Tanzania Alphonse Simbu amemaliza nafasi ya pili kwa muda wa saa 2 dakika 2 na sekunde 47 akimpita Benson Kipruto wa Kenya. Kwenye tennis, Jack Draper amejiondoa kwenye michuano ya Madrid Open wiki hii na pia atakosa michuano ya wazi Italia mwezi ujao kwa sababu ya jeraha la goti. Mchezaji huyo mwenye miaka 24 hakucheza pia katika Carlo Masters kutokana na kuandamwa na majeraha mfululizo. Michuano hiyo ilikuwa ya 4 tangu rejea kutoka kwenye majeraha ya mifupa, ambayo baada ya mechi moja kwenye michuano ya US Open alishindwa kabisa kuendelea na michezo mengine. Ni timishi na tetesi za soka skola. Newcastle itamuuza Anton Gordon mwenye miaka 25 kwa Bayern Munich, ikiwa mabingwa hao Jerumani watafikia thamani ya euro milioni 75 kwa mshambuliaji huyo Uingereza. Manchester United wao wanatazamia kusajili angalau viungo wawili msimu huu wa joto. Wanafuatilia kwa karibu kabisa hali ya mchezaji wa kimataifa wa Faransa Aurelien Tchouameni
mwenye miaka 26 katika klabu ya Real de Madrid. Kwingineko, wingo wa RB Leipzig na Ivory Coast Yan Diomande mwenye miaka 19 sasa ndiye analengwa na Liverpool kuchukua nafasi ya wingo wa Misri Mohamed Salah mwenye miaka 33 ambaye anakaribia kuondoka klabuni hiyo na ikiidhinishwa na wasimamizi wa timu hiyo. Kuna uhusiano gani kati ya umri na kupungua kwa kiwango maubora wa mchezaji? Wanasema mchezo ni mpira ni mchezo wa miaka. Hata kama una kipaji kiasi gani, lakini umri ukipungua, basi kasi yako inaisha. Naondoka. Huyo anasema maisha sijui yana nini. Tokea nimezaliwa sijawahi kuwa mgeni rasmi. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na mpatanishi mkuu wa Irani anasema kuna shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani itafanyika nchini Pakistan. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wametekwa mashariki mwa Kongo na kundi la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State wameokolewa. Na muda mfupi ujao tunaangazia athari katika sekta ya kilimo hasa barani Afrika, ikiwa bado vizuizi vitaendelea katika mlango bahari wa Hormuz unaopitisha karibu 30% ya mbolea inayotumika kote duniani. Hii ni BBC. Kote Afrika Mashariki imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo kule maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa kuanzia hali ya kuzaliwa ama kupata majeraha, hali ya uzee na hata zaidi, ulemavu unaweza kuja katika hatua yoyote kwenye maisha ama wakati wowote. Mwandishi wa BBC Toda Opeyemi amekuwa akikutana na raia wa Nigeria wanaoishi na ulemavu wa aina mbalimbali ambao wanasema changamoto halisi si tu ulemavu wao bali ni jamii inayowazunguka. Katika kumsimulia hadithi zao na changamoto wanazokumbana nazo kila siku, amegundua kwamba vikwazo wanavyokutana navyo vingi ni vyenye kufanana. Taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Isabella Mwagodi. Niko katika eneo la Ibadan, jimbo la Oyo, kusini magharibi mwa Nigeria. Katika wiki chache zilizopita, nimekuwa nikizungumza na watu wanaoishi na ulemavu katika majimbo mbalimbali nchini kote Nigeria. Na ingawa kila mmoja anakabiliana na changamoto za kipekee, swala moja linaendelea kujitokeza: ufikiaji wa huduma na miundombinu au ukosefu wake kabisa. Nigeria inakadiriwa kuwa na 15% ya idadi ya watu wanaoishi na ulemavu. Hiyo ni takriban watu milioni 35. Hata hivyo, maeneo yanayotarajiwa kuingia, mitaa, shule, ofisi za serikali, benki, hospitali, kwa kiasi kikubwa yamejengwa bila wao kuzingatiwa. Abios Falade ni mwandishi mwenye umri wa miaka 43 anayeishi jimbo la Oyo akiwa na ulemavu wa viungo. Amejifunza kupita katika mji wake si kwa kuangalia umbali bali kwa kuangalia ni wapi anaweza kupita. There's a list of places I can go. Kuna maeneo ninayoweza kwenda na kuna maeneo mengine ambayo siwezi kwenda. Kwa bahati nzuri mimi ni mtu ambaye sipendi kufanya matembezi kila wakati. To start with. Kwa Ovey Friday mwenye umri wa miaka 19, mwanafunzi anaishi jimbo la Nasarawa, vikwazo vyake vilikuwa tofauti. Alipoteza mikono yake yote miwili akiwa na umri wa miaka 13 baada ya kufanyiwa tambiko na jamaa katika familia yake alimtuhumu kuwa mchawi. Baadaye alipojaribu kusajili kwa ajili ya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu nchini Nigeria, mfumo haukuwa na namna ya kumsaidia. Ukaguzi wa alama za vidole ambavyo alikuwa hana ulimfungia nje. Nilitakiwa kufanya mtihani miaka 2 iliyopita, lakini kwa sababu ya kukosa mikono, kukosa alama ya kidole gumba, ilinibidi kuacha. Nilisafiri naye hadi mji mkuu wa Nigeria na kushinikiza maafisa kukubali kuchukua alama zake za vidole vya mguu badala ya vidole vyake vya mkono. Mnamo mwaka 2019, Nigeria ilipitisha sheria kupiga marufuku ubaguzi dhidi ya watu wenye ulemavu. Lakini miaka kadhaa baadaye, afisa aliyepewa jukumu la kuongoza utekelezaji wake anasema kasi imekuwa ya kusuasua. Ayub Burki Gufwani, katibu mtendaji wa tume ya kitaifa ya watu wenye ulemavu: siwezi kusema kwa uhakika kwamba maeneo ya Nigeria yanafikika kwa urahisi. Bado matarajio hayajafikiwa ili kuhakikisha Nigeria ni bora kwa watu wote wanaoishi na ulemavu. All persons with disabilities.
Katika mji na majimbo mbalimbali nchini Nigeria, nilizungumza na watu ambao maisha yao hayafanani kabisa, lakini machungu walioelezea yalikuwa yale yale. Hamu yao pia ni rahisi. Wanataka utu wanapotumia njia kusafiria katika nchi yao, kupata huduma, kuingia kwenye majengo na kufanya mitihani bila kulazimika kupigania. Ulemavu wanasema si kizuizi. Kizuizi ni ngazi zisizo na njia mbadala, mifumo hafifu na taasisi ambazo bado mwendo wao si wa kasi. Taarifa ya mwandishi wa BBC Toda Opeyemi hiyo hapo imewasilishwa na Isabella Mwagodi. Naam, katika nchi za Afrika Mashariki kuna wasiwasi kwamba ikiwa vizuizi vitaendelea katika mlango bahari wa Hormuz, itaathiri pakubwa sekta ya kilimo na kusababisha mavuno madogo zaidi katika kipindi cha miezi 6 hadi 12. 30% ya mbolea ya kimataifa hupita katika mlango bahari huo wa Hormuz. Kuna makadirio kwamba watu milioni 45 ulimwenguni wanaweza kukumbwa na njaa kali ikiwa mzozo wa Marekani na Iran utaendelea. Sasa hapo awali nimezungumza na Dr. Brian Chagu akiwa Poland pamoja na Profesa Hamadi Boga, mtaalamu wa masuala ya kilimo kutoka kule nchini Kenya. Kama wataalamu wa kilimo tumeanza kuliangazia hili swala la vita vya Iran na wa Amerika ambavyo vimefanya huo mlango wa Hormuz kufungwa. Tayari tumeona kwamba bei za mafuta zimefumuka, na mafuta hayo ya petroli ni muhimu katika uzalishaji. Vyombo vingi vya uzalishaji na usagaji wa mazao zinategemea hayo mafuta ya diesel ama ya petroli. Mbali na hiyo petroli, mbolea yenyewe hutengezwa na petroli. Uzalishaji wa mbolea utakuwa pia ghali zaidi kuliko ulivyo sasa, kwa sababu bei za dunia generally za petroli zimeenda juu. Takwimu zinaonyesha kwamba bei ya mbolea imeenda juu 68%. Kwa hivyo inamaanisha pia wakulima watakuwa na changamoto za kununua na pia kupatikana kwa mbolea yenyewe, kwa sababu lazima ipitie huo mlango, kwa sababu mbolea yetu mara nyingi tunaagiza kutoka hilo guba la Uajemi. Vita vya Iran na Marekani, hali bado ni tete. Mataifa mengi hasa ukanda wetu wa Afrika Mashariki yanaenda katika msimu wa kupanda, mbolea hakuna. Hii itaweza kuleta athari kiasi gani katika miezi kadhaa ijayo, hasa katika masuala ya chakula? Kilimo cha Afrika Mashariki ni cha mvua, ambao kwa Kiingereza au kwa Kizungu tunaita rainfed agriculture. Sio tu kwa Afrika Mashariki, lakini nchi nyingi za Afrika zinategemea kilimo kupata chakula, lakini katika kufanya biashara, yani kilimo tunaita cash crops. Lakini pia kuna utegemezi mkubwa wa mbolea ili kuongeza tija kwa tuseme kwa ardhi, lakini kwa ekari. Kutokana na tafiti za shirika la chakula duniani, matumizi ya sasa ya mbolea yanaweza kuongeza mavuno kwa 30% mpaka 50% katika baadhi ya mazao. Kwa hiyo kupungua kwa matumizi ya mbolea kutaleta athari kubwa, ambazo kwa mfano mavuno yatapungua kutoka 10% mpaka 30% kulingana na kiwango cha upungufu. Itasababisha pengo kati ya uzalishaji wa ndani na mahitaji ya soko. Lakini ukiangazia kwenye miezi 6 mpaka 10 ijayo, tutaona kama profesa alivyoongea kwamba kutakuwa kuna mfumuko wa bei, na hii inahusiana hasa kwenye chakula. Lakini pia Benki ya Dunia inaonya kuwa mshtuko huu wa pembejeo za kilimo mara nyingi kubadilika kuwa migogoro ya usalama wa chakula ikiwa haitadhibitiwa mapema. Naam, asante. Profesa Boga, unadhani mataifa yetu yamejiandaa kiasi gani ikiwa mambo yatakwenda mrama? Kuna initiative ambayo imeanzishwa na shirika linaitwa Sustain Africa, ambayo imeitisha mkutano wa African Union ili kulizungumzia hilo swala na kuweka mikakati, na pia wanazungumza na hizi Regional Economic Commission kama hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika Magharibi na Jumuiya ya SADC na COMESA, ili kwa sababu hizo ni jumuiya ambazo zinategemeana kibiashara. Kwa hivyo kuna mazungumzo ya kuweka mikakati, na mara nyingi tukijifunza kutokana na migogoro ya COVID, migogoro ya Ukraine na Russia, na pia vita vya COVID na shida ya COVID, mara nyingi serikali zetu huwa zinajaribu kabisa kupunguza gharama ya mafuta na pia kujaribu kupunguza gharama ya mbolea. Kila serikali ina staili zake za kufanya hivyo. Wengine huondoa taxes na levies, wakaziondoa kwa muda ule kama miezi 6 ili kuhakikisha kwamba wananchi hawapati tabu. Na mbolea pia
Kama hapa Kenya tuna mfumo wetu wa subsidy, ambapo serikali huagiza mbolea wao wenyewe, wakaweka kwenye maghala na wakahakikisha kwamba ile bei ya mbolea inakuwa nusu ya ile mbolea ambayo iko kwenye soko. Alafu sisi tunategemeana kama region. Usalama wa chakula wetu Kenya hautegemei uzalishaji wa Kenya peke yake. Unategemea Tanzania na unategemea Uganda, kwa sababu huwa tuna uhaba wa magunia milioni 10 kwa mwaka. Kwa hivyo huwa tunafidia kutoka Tanzania na kutoka Uganda. Kwa hivyo pia mikakati ikiwekwa Tanzania na Uganda vizuri, pengine tutaendelea kuhimili hizo changamoto zinazotokana na huo mgogoro. Nitakubaliana na profesa, lakini najua tatizo la nchi zetu za Afrika kuwa wategemezi kwa kiasi kikubwa wa mafuta, nishati ambayo pia mnaita gesi asilia. Hata kama tumejiandaa, lakini si kwa kiasi kikubwa kutokana na hali ya utegemezi ambao ni kubwa kuliko let's say uzalishaji wa ndani ambao ni mdogo kulingana na kiasi ambacho kinahitajika kuweza kukumbana na hali ambayo iliyopo sasa hivi. Kuna initiatives kama alivyosema profesa, kuweka ruzuku, kutoa hizo baadhi ya kodi au levies ili kuweza kupunguza kidogo maumivu yanayotokana na vita hivyo vinavyoendelea huko duniani. Mifumo ya ruzuku ya mbolea imekuwa ikigubikwa na changamoto za usambazaji. Kipindi hiki cha vita, unadhani ni mbinu gani mpya ambazo serikali zinapaswa kutumia ili mbolea ifikie mkulima, imfikie tu mkulima tuseme ule mdogo kabisa? Hapa Kenya tulikuwa na mpango, ile distribution system ipo na inamilikiwa inasimamiwa sana na wawekezaji wa binafsi. Serikali nayo pia ina maghala yake ambayo yanasimamiwa na shirika la bidhaa za kilimo na mbolea la Kenya ambalo linaitwa NCPB, na hao wana maghala katika kila sehemu ya nchi. Kwa hivyo upande wa serikali wana mfumo wao na upande wa wawekezaji binafsi wana mfumo wao. Mwananchi anaweza kufikiwa na ile mbolea. Namna mbalimbali za kuweza au tuseme mbinu za kisasa ambazo zinaweza kutatua lakini kuweza kutatua changamoto kubwa la upatikanaji wa mbolea hasa kwa mkulima mdogo ni hiyo ruzuku ambazo ni za kidijitali. Lakini pia nadhani kwa Afrika Mashariki kungeweza pia kupitia ununuzi wa kikanda, yani ili kuongeza nguvu ya kujadiliana kibei, lakini pia kuongeza uzalishaji wa ndani, that means kupunguza utegemezi wa masoko ya kimataifa yenye mishtuko. Kwa hiyo kwa namna hii serikali inaweza ikaongeza nguvu kwa viwanda vya ndani, either ni vya serikali au visivyo vya serikali, ili viweze kuzalisha mbolea inayohitajika kwa kiasi kubwa, ili kusiwe na hiyo changamoto ya upatikanaji wa mbolea hasa kwa wakulima wadogo. Lakini pia kuingia ubia na sekta binafsi ambayo tunaita private sector, ili kuweza kuboresha usambazaji hadi vijijini kwa ufanisi zaidi katika nchi hizi za ukanda wetu. Nadhani pia hoja kuu ya sera hapa ni muda na ufanisi, na mbolea ikifika baada ya dirisha la kupita, thamani yake ya kiuchumi inapungua sana. Lakini pia labda kwa kuhitimisha niseme kwamba mzozo huu unaonyesha wazi jinsi gani siasa za kimataifa tunaita geopolitics zinaunganishwa moja kwa moja na maisha ya mkulima wa kawaida, kutokana na huu mlango wa Hormuz hadi shamba la kijijini, mnyororo wa moja kwa moja wa uchumi na dunia. Na asante Daktari Brian Chagu, huyo akiwa kule Poland, lakini alikuwa pamoja na Profesa Hamadi Boga, mtaalamu wa masuala ya kilimo kutoka kule nchini Kenya, tukiangazia kwa pamoja sekeseke linaloendelea la vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz na athari katika kilimo, ambapo 30% ya mbolea kote duniani hupita katika mlango bahari huo. Msikilizaji, pia unaweza ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, na nikukumbushe tu ili uweze kusikiliza matangazo yetu kidogo kuna mabadiliko, kuna taarifa habari pale, tazama alafu bonyeza sikiliza, ndio utaweza kusikiliza matangazo yetu ya Amka na BBC na hata Dira ya Dunia. Kwa leo na komea hapo. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Sarafina Robi, mhariri David Nkia, fundi mitambo Esther Luambano. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia, usiache kutusikiliza. Mimi naitwa Skola Kisanga, na uwe na asubuhi njema.